ya kuchangia wizara hii ya elimu. Kwanza niwapongeze mawaziri, mnafanya kazi kubwa sana na ni wanyenyekevu, akiwepo na naibu waziri mjumbe mwenzangu wa baraza la 2008. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimekuwa kwenye bunge hili nikimaliza hii ni temu ya 4. Naomba niwaambie, kama kuna mtu ameleta mapinduzi kwenye sekta ya elimu ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Baba wa Taifa alisema adui yetu wa kupambana naye ujinga, maradhi na umaskini. Hayo yote misingi yake unaipata kwenye wizara ya elimu. Kwenye kipindi chote bajeti hii haijawahi kufika trilioni 1. Leo tunazungumzia trilioni 2.3 kwenda kwenye sekta ya elimu. Unatenga pesa hizi, unataka kuelimisha watu wako kwenye vyuo vikuu vya ndani na nje ya nchi, kwenye vyuo vya kati, kwenye vyuo vya ufundi na kwenye vyuo vya VETA. Haya ni maandalizi ya kujenga taifa lenye weledi, taifa litakalojenga nchi yao wenyewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hizi trilioni 2, trilioni 1.6 ni kwenye miradi ya maendeleo, kwenda kuwekeza kwenye elimu, kwenda kujenga taifa la wasomi, kwenda kujenga vijana watakaojenga nchi yao. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti hii tumesema tunataka kujikomboa kifikra. Kwenye pesa zote bilioni 300 tu, sawa na 3% ndio inatoka nje, bilioni 359. Lakini trilioni 2 na pointi 3 zote ni pesa za ndani. Sasa mimi ni waombe kupitia Wizara ya Fedha, tunataka kujenga taifa letu, kuwekeza kwa watoto wetu kupitia pesa zetu za ndani. Bunge hili tuiombe Wizara ya Fedha kuhakikisha pesa hizi zinatoka, ili watoto wetu tunaenda kuwapeleka kusoma nje ya nchi, kutengeneza wanasayansi wawe na uhakika wa kwenda, ili mpango wa Daktari Samia Suluhu Hassan kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kujenga kampasi kila mkoa iweze kutekelezwa. Na kwenye bajeti nimeona inaanza Mara, Tanga na Kagera. Mwanzo wa utekelezaji wa ilani unaanzwa. Tunaomba wabunge tuhakikishe tunaibana serikali itoe hizi pesa, ili dhamira ya Daktari Samia Suluhu Hassan kutengeneza taifa lenye ujuzi, kutengeneza taifa la wasomi, kutengeneza wanasayansi wetu ambao ndiyo dunia iliko, kujenga mifumo yetu ambayo itaendeshwa na watu wetu. Ndiyo maana pesa hizi zimetengwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nazungumza kwenye mpango, mataifa yote yaliyoendelea yaliinvesti kwenye vyuo vya kati, yaliinvesti kwenye VETA. Ndiyo bajeti hii inavyosema, ili ule mpango wetu wa dira ya 2050 inaanza kujengwa hapa, kutengeneza vijana watakaopelekwa kwenye viwanda kuijenga nchi yao. Tunaenda kwenye soko la ushindani wa elimu, soko la ushindani la kupeleka wataalamu duniani. Hauwezi ukatengenezwa na nchi nyingine, wanajengwa na Watanzania wenyewe. Na ndio maana nchi hii iliweza kutoa viongozi wazalendo. Baba wa Taifa ni mtoto wa maskini kutoka pale Butiama, aliandaliwa na nchi yake. Benjamin Mkapa ni mtoto wa maskini kutoka kule Lindi, Mtwara, aliandaliwa na nchi yake. Jakaya Mrisho Kikwete kutoka Msoga, aliandaliwa na nchi yake. Daktari Samia Suluhu Hassan, John Pombe Magufuli, watoto wa maskini kabisa, waliandaliwa na nchi yao. Ni misingi ya elimu. Sisi tumepiga hatua kwenye bodi ya mikopo, tumetoka bilioni 70 mpaka bilioni 900 na mimi naungana na hoja ya mdogo wangu Washa.